Vipi nikikwambia kwamba Young Africans wamekwama kasi, utanielewa? Vipi nikikwambia kwamba watakwama kasi, naweza nika make sense? Vipi nikisema kwamba wanaweza usipate haki kule kasi, nita make sense? Maybe inaweza nisi make sense, lakini ukipata wasawa kunisikiliza mpaka mwisho, ninaweza nika make sense na mwisho siku ukanielewa na tukakaa katika sehemu moja. Kwenye pita yangu nimekutana na moja kati ya andiko zito sana ambalo nikasema ngoja nilishare na wewe hapa ili tukae sehemu moja mimi na wewe tuweze kuelewana. Nisikilize kwa makini. Katiba ya TFF inasema migogoro ndani ya TFF ama ile migogoro ambayo itawahusu wanachama wake, ligi, wanachama wa ligi, vilabu, wanachama vilabu, wachezaji ama viongozi, inaweza tu kupelekwa katika hatua ya mwisho kama kwa maana kasi baada ya kumaliza kwa njia zote za ndani ya TFF. Mizozo yote ya kimataifa inayotokana na au inahusiana na sheria, kanuni, maagizo na maamuzi ya FIFA ama CAF inaweza tu kuwasilishwa kwa mara ya mwisho kasi kama ilivyoainishwa kwenye sheria za FIFA na CAF. TFF itakuwa na mamlaka ya migogoro ya ndani ya kitaifa na migogoro baina ya vyama vinavyomilikiwa na TFF. Umesikia hiyo? Kwa maana ni kwamba kwa mujibu wa utaratibu ni kwamba inabidi umalize ngazi zote za hapa nchini alafu ndo uende nje. Kwa kauli nyepesi, Young Africans wanaweza wakakwama kasi ama wameshakwama kasi. Hatuko sure kama kweli Young Africans wamefungua kesi kule kasi, kwa sababu bado ni mambo ambayo yanaendelea kwenye ni tetesi. Hatujadhibitisha, hakuna mtu yote ambaye amethibitisha, ni maneno ambayo yanaendelea. Sasa nikasema ngoja nirudi kwenye kanuni zinasemaje. Kanuni inasema hivi, hususan ni kanuni ya 25 ya Ligi Kuu Tanzania Bara kwenye masuala ya rufaa. Inasema upande wowote unaopinga maamuzi ya malalamika au mengine yanayofanya na chombo husika unaweza kukata rufaa kwa kamati ya rufaa husika endapo utaratibu wa chombo na kanuni zilizofanya maamuzi hayo vinaruhusu kufanya hivyo. Kanuni inasema kamati ya rufaa ya nidhamu ya TFF ndio chombo cha juu cha TFF kwa kusikiliza rufaa zinazotokana na maamuzi ya kamati za nidhamu za TFF. Kamati ya rufaa ya nidhamu ya TFF yatakuwa ya mwisho endapo mrufani ama mrufaniwa hatoridhika na maamuzi ya kamati hii, apeleke shauri lake katika mahakama ya usuluhishi wa masuala ya mashauri ya michezo ulimwenguni CAS. Sasa nikisoma kifungu cha kwanza, cha pili na cha tatu inanieleza kwamba Young Africans bado walikuwa wana nafasi ya kwenda kukata rufaa kwenye nchi yetu ya Tanzania, kwenye ile kamati ya rufaa ya nidhamu ya TFF. Kwa maana kule kwenye kamati nyingine hujapata haki yako, kuna kamati ya rufaa, na hapo usipopata haki yako unaenda CAS. Kama ilivyokuwa kwa Faisal, mwanzoni alilalamika akaambiwa hapana, hauko sahihi, akaenda kwenye kamati ya rufaa akaambiwa hapana, hauko sahihi, akawa anajiandaa kwenda CAS, ndio mheshimiwa rais akaingilia kati. So nikasema ngoja nikupitishe kwenye utaratibu pia wa kufungua shauri lako CAS ukoje. Si mchezo. Sikiliza my friend, nimenukuu hapa, nimekutengenezea muktadha mzuri. Anasema jambo la kwanza ni kuwasilisha notice ya rufaa ama maombi ya usuluhishi. Rufaa ikiwa unakata rufaa dhidi ya maamuzi ya chombo cha michezo, unatakiwa kuwasilisha notice ya rufaa ndani ya muda uliowekwa na kanuni husika. Usuluhishi wa migogoro ambayo haijatolewa maamuzi na chombo kingine inatakiwa kuwasilisha maombi ya usuluhishi. Jambo la pili ni muhimu katika notice ama maombi kuwa na mambo yafuatayo: jina kamili na maelezo ya mawasiliano ya wahusika wote, maelezo ya kina kuhusu mgogoro ikiwa na pamoja na ukweli na hoja za kisheria, nakala za uamuzi unaopingwa ikiwa ni rufaa, orodha ya ushahidi na mashahidi unaokusudia kuwasilisha. Jambo la tatu ni kuwasilisha nyaraka. Nyaraka zinapaswa kuwasilishwa kwa njia ya maandishi kwa katibu mkuu wa CAS kupitia barua pepe, fax ama njia nyingine zinazokubaliwa. Unaweza kwenda hata kwa mkono. Baada ya kuwasilisha kule, wale jamaa watateua wasuluhishi. CAS ina orodha ya wasuluhishi wenye uzoefu katika masuala ya kimichezo. Kila upande unaweza kuteua msuluhishi mmoja, na msuluhishi au watachagua nani atakuwa mwenyekiti wa jopo la wasuluhishi. Sasa kuna gharama kwa ada. Kumbuka CAS iko Uswizi. Kwa kawaida ada ya awali ni faranga za Uswizi 1000
ada hii ni ya kudhibitisha nia yako ya kufungua shauri, ambayo hiyo 1,000 ni sawasawa na takriban milioni 2,994,690. Hiyo ni ya kufungua kesi. Milioni 2 hiyo imetoka. Sasa baada ya hapo naweka amana ya gharama. Kasi inaweza kuhitaji malipo ya amana ya gharama ambayo inakadiriwa kulingana na ugumu wa kesi na idadi ya wasuluhishi na muda unaotarajiwa kuchukua kesi hii, ikiwa kati na gharama hiyo ya amana ni kati ya faranga za Uswizi 5,000 hadi faranga za Uswizi 50,000. Kibongo ni sawa na kati ya milioni 14,973,450 mpaka milioni 149,734,500. Hiyo ndo gharama ya kusikiliza, kuwalipa wale watu na vitu kama hivyo. Sasa wasuluhishi ulipwa kwa saa na viwango vyao vinaweza kutofautiana kulingana na uzoefu na umaarufu wao. Kwa saa wanalipwa. Lakini unapendekezwa kuwa na wakili mwenye uzoefu katika masuala ya michezo. Gharama za kisheria zinategemea wakili utakayemchagua na ugumu wa kesi yake. Hiyo sio juu yao. Lakini gharama hizi zinaweza kujumuisha gharama za usafiri, malazi, tafsiri ikiwa ni lazima kwamba wanaongea Kifaransa, wanaongea Kihaya, basi watakuwekea mtafsiri. Mambo ya kuzingatia: ni muhimu kuzingatia muda wa kuwasilisha notes ya maombi, kwani kuchelewa kunaweza kusababisha shauri lako kutokubaliwa. Ikiwa ni lazima kuwa na wakili, inashauriwa sana kutokana na ugumu wa taratibu za kasi. Lugha rasmi ya kasi ni Kifaransa na Kiingereza. Hakikisha nyaraka zako zimetafsiriwa ipasavyo na zisiwe kwenye lugha nyingine, usipeleke kule kwa Kiswahili. Na kesi zinachukua muda tofauti. Kesi ya rufaa, appeal, kwa kawaida utolewa maamuzi ndani ya miezi 3 hadi miezi 6 baada ya kupokelewa kwa rufaa kamilifu. Ikiwa kesi ni ya dharura, inahusiana na mashindano yanaendelea, kwa mfano kama ligi kuu, hukumu inaweza kutolewa ndani ya siku chache, wiki 1 hadi wiki 2 hukumu ikiwa imetolewa. Kama ni kesi ya usuluhishi wa kawaida, muda wa kesi hii unategemea na ugumu wa mgogoro na idadi ya mashahidi. Kwa mara nyingi, kwa kawaida hukumu inaweza kutolewa ndani ya miezi 6 hadi mwaka 1. Lakini kuna zile kesi za dharura. Kasi inaweza kutoa hukumu ya haraka ikiwa kuna dharura, kama vile kesi zinazohusiana na kushiriki kwa mchezaji kwenye mashindano fulani. Katika baadhi ya matukio, kasi hutoa hukumu ndani ya siku 24 hadi wiki 1. Umeelewa? Kesi za usuluhishi, kesi zinazohusiana na masuala ya Olimpiki chini ya utaratibu wa HAAD Odd Division, ambapo hukumu hii hutolewa ndani ya siku 24 tangu kesi ifunguliwe. So huu ni utaratibu ambao nikaona si mbaya nikakufahamisha, ili wana Young Africans mwe mnajua kwamba kuna gharama yake kama kweli mnaenda kasi, na kuna utaratibu wake kama kweli mnaenda kasi, na utaratibu huo yapaswa ufuatwe. Kuna pesa nyingi sana itawatoka. Hizo ni ada ambazo itabidi ulipe milioni 2 na karibia na 900. Hiyo unaweka muda mmoja, alafu unalipia zile amana za gharama, kwa maana ya zile gharama za kuendesha kesi. Inaweza ikawa ni kati ya milioni 14 mpaka milioni 140. Alafu kuna usafiri wenu wa kwenda kusafirisha mawakili. So hamna milioni kama 200 unaweza kujikuta imekatika alafu usipate haki yoyote. Na mind you, kama ni hivi, sometimes mnaweza mlopelekana mkabeba hiyo dhamana ya kulipa hizo gharama zote. Lakini kama mshtakiwa akasema mimi sitaki, maana yake wewe inabidi ulipe hizo gharama zote. So ndivyo ambavyo mambo yalivyo. Let's wait and see. Taarifa zinasema Young Africans wameenda kasi, lakini Young Africans wao wenyewe hawajadhibitisha kama wameenda kasi, na wakiulizwa, nimejaribu kuwatafuta watu mbalimbali, hawako tayari kunijibu. Asante, ni bye bye.